Hivi ni kweli kwamba serikali ya Ruto viongozi wote ni waadilifu mpaka wamuone Gachagua peke yake? Ni nini hasa kipo nyuma ya maswahibu ya Rigathi Gachagua? Rigathi Gachagua, pamoja na kujitetea kwenye vyombo vya habari kwa wananchi na mbele ya bunge la Jamhuri ya Kenya, bado ameambulia patupu baada ya bunge hilo la Kenya lenye kazi ya kutunga sheria kumfyekelea mbali. Hii ilimshangaza na kumwacha akipigwa na butwaa asiamini kile ambacho kimetokea, kwani bunge hilo wabunge wengi sana wanatokana na chama cha UDA, chama ambacho ndicho kilichounda serikali. Pamoja na hilo pia naibu rais Rigathi Gachagua ni mtu wa pili mwenye mamlaka ndani ya chama cha UDA. Lakini pia juhudi za Gachagua ndizo ambazo zimesababisha wabunge wengi sana hasa wa Mlima Kenya kuchaguliwa na wananchi. Je, wabunge hao wamesahau fadhila za Rigathi Gachagua? Wachanganuzi wa masuala ya kisiasa waliofuatilia mchakato huu mzima wa kumuondoa Rigathi Gachagua tangu mbunge Mutuse kuwasilisha hoja 11 za kumng'atua Gachagua mamlakani wamekuwa na maoni tofauti, hasa kwa kile wengi wao wanachosema kuwa ni wivu wa kisiasa, kimaendeleo pamoja na figisu za kisiasa, kwani kwenye serikali ya UDA hakuna aliyemwadilifu kiasi cha wao kuona kibanzi kwa Gachagua peke yake, wasione boriti ndani ya macho yao wenyewe. Kuna hoja ambazo mbunge Mutuse aliziwasilisha, lakini kiukweli hazina mashiko na ushahidi wa moja kwa moja kuthibitisha madai hayo. Hoja hizi zinawafanya Wakenya ambao ndio waliomchagua naibu rais Rigathi Gachagua kuona kwamba naibu huyo ameonewa, kuna kitu kipo nyuma yake. Hoja ambazo mpaka sasa zinatiliwa mashaka, ambazo kwa kweli hazitoshi kumuondoa bwana Rigathi Gachagua ofisini, ni kama zifuatazo. Nisikilize kwa makini sana. Kwanza, hoja hii eti kuwa na mali nyingi ndani ya miaka miwili ambazo hazijulikani amezipataje. Hoja hii inakosa uungwaji mkono kutoka kwa wananchi kwa sababu zifuatazo. Gachagua kabla ya kuwa naibu rais alijulikana kama mfanyabiashara mkubwa na maarufu nchini Kenya. Hii ni kutokana na ubunifu wake, lakini pia kuwekeza kwenye makampuni mengi ambayo ni yake binafsi na mengine akishare na watoto wake. Hivyo mpaka Rais Ruto kumchagua kuwa naibu wake mwaka 2022, alimchagua tayari akiwa tajiri na mwenye mali nyingi, tena zisizoweza kuhamishika. Lakini pia utajiri wa Gachagua ulichangia pakubwa sana Rais Ruto kushinda kiti cha urais. Hii ni kwa sababu kuwa ukweli ni kwamba huwezi kugombea urais bila kuwa na pesa za kutosha. Kwa maana hiyo hata alipoingia serikalini kama kiongozi mwenye cheo cha pili kwa ukubwa nchini Kenya, bado aliendelea kuendesha biashara zake ambazo kimsingi hakuna sheria inayomkataza mtumishi wa umma kufanya biashara, ili mradi afuate taratibu na sheria za Kenya. Wananchi wanahoji kwa nini Rigathi anatuhumiwa kuwa na mali nyingi ambazo kama mbunge Mutuse anavyodai kuwa hazijulikani zimetoka wapi. Swali wanaojiuliza ni hili: Kenya kuna taasisi nyingi za kupambana na rushwa, kuna mahakama, kuna mamlaka ambazo zinahusika na maadili ya viongozi wa umma hasa wanaoshika ofisi nyeti, kuna usalama wa kitaifa wa ndani. Hizi taasisi zote zilikuwa wapi mpaka Gachagua anajikusanyia hizo mali zote, kama ni kweli kama wabunge wanavyosema? Kimsingi mgawanyo wa mali za miradi ya Kenya ina wasimamizi wengi kuanzia serikali kuu mpaka serikali za kaunti. Na kama kuna sehemu kulikuwa na utakatishaji wa fedha za umma, je, mamlaka zinazosimamia mambo hayo zilikuwa wapi? Wakenya wanajiuliza hili swali, bado hawajajibiwa. Lakini pia je, Rigathi Gachagua amewahi kuitwa kwenye kamati ya maadili ya utumishi wa umma ili kuhojiwa? Au je, kuna kesi yoyote imewahi kupelekwa mahakamani dhidi ya Rigathi Gachagua kuhusiana na matumizi mabaya ya ofisi? Hapa hakuna wa kujibu. Lakini pia vile vile kuna hoja hii: mbunge Mutuse amewasilisha makampuni zaidi ya 20 ambayo anamiliki Rigathi Gachagua. Wachanganuzi mbalimbali wa kisiasa pamoja na wananchi wanajiuliza maswali yafuatayo:
Bwana Mutuse amewasilisha makampuni ambayo naibu rais wa Kenya anamiliki, ila ameshindwa kutoa ushahidi wa moja kwa moja ni kwa namna gani kampuni za Gachagua zilihusika katika utakatishaji pesa za umma. Pamoja na kujiuliza swali hilo, wananchi walio wengi wanajiuliza kwa kuwa hakuna ushahidi wa moja kwa moja hizo kampuni kuhusika na ufisadi au utakatishaji fedha za umma. Je, naibu rais kuwa na mali au makampuni ni kosa kisheria? Kwa sababu kama hizo kampuni zinaendeshwa kwa mujibu wa taratibu, kanuni na sheria za Kenya, maana yake Bwana Gachagua anafaa kupongezwa kama mfanyabiashara bora, maana kwanza anachangia pato la taifa wa uchangia ushuru mkubwa. Pili, ni miongoni mwa wafanyabiashara ambao wametengeneza ajira kwa vijana nchini Kenya. Hii ni kumaanisha Rigathi Gachagua anapaswa kupewa pongezi kubwa sana, ikiwezekana apewe tuzo badala ya kubezwa. Maana kwenye hayo makampuni ambao wanafanya kazi humo ni watoto hao walalahoi. Kutokana na hoja hii, wachambuzi wanaona kabisa kuwa hapa kuna mizengo imetengenezwa kumuondoa naibu rais Gachagua. Lakini kwa hoja hii haitoshi bado kumuondoa Rigathi ofisini pasipo ushahidi wa kutosha na wa kuaminika usiotiliwa shaka kwa jinsi ambavyo kampuni zake zilivyohusika kutakatisha fedha za umma. Lakini pia vile kuna hoja hii hapa. Hoja hii inatiliwa mashaka sana. Ni hoja inayomhusisha Bwana Gachagua kuingilia usalama wa taifa kwa kumshambulia Bwana Murdini Haji akiwa na hutubia kutoka Mombasa kipindi cha maandamano ya Gen Z. Hoja hii wachambuzi wa masuala ya kisiasa na wananchi wanahoji masuala yafuatayo. Rigathi Gachagua ni mtu wa pili kwa cheo kikubwa nchini Kenya, na alitoa hotuba yake kwa kile kilichokuwa kikiendelea kwa wakati huo. Na hapa alikuwa akilenga wajibikaji kwa kuzingatia kuwa hakuna aliye juu ya sheria. Nurdin Haji sio Mungu kwamba hawezi kukosolewa kwa utendaji wake mbovu. Lakini kwa upekee wa tukio la bunge kuvamiwa, ni ukweli kwamba Bwana Nurdin Haji alifeli pakubwa sana kama kiongozi wa usalama wa taifa. Lakini pia naibu wa rais ni mkubwa kwake kicheo. Hivyo kumtaja hadharani bado haiwezi kuwa hoja kumbandua Bwana Gachagua ofisini. Itakumbukwa kuwa matamshi kama hayo yaliwahi kusemwa na naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta ambaye ni William Ruto. Kwa sasa ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini hatukuona hata mbunge mmoja akipeleka hoja kama hiyo kumuondoa Ruto ofisini kwa kigezo cha kuingilia usalama wa nchi. Sasa wananchi wanahoji leo, mkuki kwa nguruwe sio mchungu, ila kwa binadamu ni mchungu. Kwa maana hiyo, kipindi cha naibu rais Ruto, mkuki huu haukuwa mchungu kwa taifa, ila leo kwa Gachagua mkuki huu umekuwa mchungu. Manake hapa kuna double standard. Kwa maana hiyo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa bado kwenye hoja hii haina mashiko, maana kama ni kuvunja katiba, wote hao wamewahi kuvunja katiba kwa nyakati tofauti, vipindi tofauti na kwa mazingira tofauti pia, na sheria zilizokuwepo mwaka 2021 ndio hizi za mwaka 2024. Hivyo hapa kuna figisu za kumpoteza Rigathi Gachagua kutoka kwenye ramani ya kisiasa nchini Kenya. Hoja nyingine ni hoja inomhusisha Bwana Gachagua na matamshi yake ya kuwagawa wa Kenya. Kimsingi hoja hiyo bado inakosa mashiko. Wananchi walio wengi wanajiuliza maswali yafuatayo. Tabia inaanzia utotoni. Rigathi Gachagua amekuwa ndani ya siasa kwa miaka mingi, pamoja kuwa kuna kipindi kama miaka 15 hivi hakuwa kwenye siasa. Lakini miaka mingi amekuwa akijihusisha na siasa. Amekuwa DO, amekuwa mbunge, lakini pia ametumika ndani ya serikali kama mtumishi wa umma. Hulka ya kuchagua inajulikana karibu na viongozi wengi wa Kenya. Ni mtu ambaye kuongea kwake huchoki kumsikiliza, hasa kwa mbwembwe zake katika hotuba zake. Hivyo basi mpaka chama cha UDA kinamteua kuwa naibu wa rais, walikuwa wanamjua vizuri sana tabia zake, karia yake, hulka yake na semi zake pia. Kipindi chote cha kampeni,
Bwana Gachagua alionekana ni mtu wa kumshambulia sana Bwana Uhuru. Hata alipokuwa akiapishwa siku yake ya kutoa hotuba kama naibu wa rais wa Kenya, alitoa hotuba ambayo ilikuwa na maneno makali sana kwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta na mpinzani wao Bwana Raila Odinga. Ni kwa nini chama cha UDA kwa kuyaona haya kama chama ambacho hakikuchukua hatua hata za kumwita na kumshauri namna ya kuongea mbele za watu na mbele za viongozi wengine? Ni kweli kwamba ndani ya chama cha ndani ya serikali hakuna kamati inayohusika na maadili ya viongozi wa umma. Ni kwa nini mpaka wasubiri maji yajaye unga ndipo wamsulubu? Wananchi walio wengi wameghadhabika na hatua hizi za wabunge, maana wanaona ni kama walikuwa wanamtengenezea makosa yasiyokuwa ya lazima. Kwa maana kwamba matamshi haya alikuwa akiyatamka mbele ya Rais Ruto, viongozi wa chama cha UDA na mpaka mbele ya wabunge. Hii inasikitisha sana kuwa leo wanaibuka na kuja na hoja ya namna hii. Maana yake huu ni unafiki wa hali ya juu. Kuna hoja nyingine ambazo bado zina utata kwenye hii kesi ya kumbandua Rigathi Gachagua. Kuna mambo mengine kama vile viongozi muitane muambiane ukweli. Wananchi walio wengi ambao wengi wao ni maskini wanajiuliza kwamba Kenya kuna shida nyingi sana za kutatua. Je, kumuondoa Gachagua itawaletea afueni kwao? Rigathi Gachagua kwa katiba ya Kenya anahudhuria vikao vingi, ikiwemo kikao cha baraza la mawaziri, kikao cha usalama wa ndani, yeye akiwa kama mjumbe. Sasa ni kwa nini wasiamalize ndani kwa ndani mpaka ifikie hatua kuanika kwa watu? Wengi wa wachambuzi wanasema kwamba Ruto hakutumia hekima ya kimungu kwenye jambo hili, ikilinganishwa kwamba ni watu waliopitia magumu kukitafuta kiti cha urais. Viongozi wengi wa Kenya wana utajiri unaoacha maswali mengi sana, kwani ukilinganisha mali ambazo wanamiliki na kazi zao haviendani kabisa. Na hii ingepelekea usimamizi wa miradi mingi ya serikali kuwa mbovu, hali inayosababishwa na ufisadi wa viongozi. Kutokana na ufisadi wa viongozi wengi wa Kenya, madhara yake yanapelekea kutengeneza matabaka ya walionacho na wasionacho. Na hii ndio sababu imepelekea wananchi wengi sana kupoteza imani na serikali ya Mheshimiwa Ruto. Na hivyo hata wajibikaji unaozungumzwa na wabunge hauna uhalisia. Maana wapo viongozi wengi sana wenye utajiri wenye mashaka na bado wapo bungeni kwenye ofisi za utumishi wa umma, lakini hatujaona kabisa wakichukuliwa hatua zozote zile. Iweje kwa Bwana Rigathi Gachagua? Itakumbukwa kuwa mwaka wa 2018 kuelekea mwaka 2022, wakati ambapo aliyekuwa naibu wa rais Mheshimiwa Ruto, kipindi ambacho mawasiliano yake au uhusiano wake na bosi wake Kenyatta ulipoanza kusuasua, Ruto alijiandaa na mwaka 2022. Moja ya vitu alivyokuwa navifanya ni kuhudhuria harambee za makanisa, na muda mwingi kwenye hizo harambee alikuwa akitoa pesa nyingi sana, mpaka alifikia hatua Uhuru Kenyatta akamtuhumu kuwa ni mwizi wa fedha za umma. Hii ni kumaanisha kuwa serikali ya Kenya imejaa viongozi wanaoangalia matumbo yao pasipo kujali wananchi wa tabaka la chini kabisa, ambao kimsingi ndio waajiri wao. Kabla ya kushika hizo ofisi, kila kiongozi hutaja mali zake ambazo anamiliki. Kwenye serikali ya Bwana Ruto alijinasibu nayo kuwa ni serikali ya walalahoi. Kuanzia yeye mwenyewe, Musalia Mudavadi, Gachagua na hata mawaziri wake wana mali nyingi sana ambazo wengi wao wamezipata kwa ufisadi. Lakini kwa nini leo anatolewa kafara Rigathi Gachagua? Mwananchi wa kawaida anapenda kuona anatendewa haki, hasa pale anapohitaji haki zake. Bwana Gachagua ameonekana kuwatetea wanyonge zaidi kuliko Bwana Ruto, ambaye ndiye alitakiwa kuwa mstari wa mbele kuwatetea. Ruto aliyekuja na sera ya bottom up alikuja na ahadi kedekede, lakini karibu zote zilizokuwa zinamhusu mwananchi wa kawaida kazi tupilia mbali. Haiwezekani serikali ambayo ilipanga tabaka la watu matajiri na watu wa tabaka la chini. Leo viongozi wake ni matajiri wakubwa.
wananchi nyumba zao zinavunjwa bila hata kupewa fidia. Na wakati uliahidi kuwapa fidia, wananchi wako wanalala kwenye baridi kwa sababu serikali imebomoa nyumba zao. Lakini wakati huo huo wewe rais na makamu wako mmelala kwenye nyumba za viyoyozi. Hii ni aibu kubwa sana. Na hapo ndipo alipokosea Gachagua ndani ya serikali, kumsemea mwananchi wa kawaida. Gachagua ameonekana kumtetea mwananchi wa kawaida. Na kwa kusema kweli kwa Gachagua, ametengenezewa mizengwe ili aondolewe ofisini, ili Ruto na wandani wake waendelee kula vizuri. Wananchi wengi kwa sasa matumaini yao yamebaki mahakamani tu, kwa sababu wabunge wamewasaliti kwa kuyapuuza maoni yao. Hivyo wanaamini kwa Martha Koome ametakiwa kuunda jopo la majaji watatu watakaozisikiliza hoja za kumbandua Gachagua ofisini, ikiwa ni za kutengeneza au zina ukweli ndani yake. Ikiwa Gachagua atapatikana hana hatia, kwake umaarufu wake utaongezeka zaidi, na ule msemo usemao kumpiga chura teke ni kumuongezea mwendo utakuwa tayari umetimia. Nyota ya Gachagua kisiasa itakuwa kubwa sana ukilinganisha kama wangemuacha.